taarifa. Aliposhuka yule malaika wa taarifa akamwambia Mariamu, sio Mariamu mwimbaji wetu, hebu sema amen. Akamwambia Mariamu, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Akapewa habari njema, akaambiwa Bwana utazaa mtoto. Hebu atazaa nani jamani? Mtoto. Jambo zuri, akaambiwa utazaa mtoto. Jambo la kwanza kwa dunia ya leo, malaika akikutokea akikwambia mwanangu utazaa mtoto, mtu atakalokujibu swali anasema hivi, ni zahaje wakati sina mme? Huyu dada alipopewa maelekezo hakuanza kuwazawaza. Na ndio maana mambo ya Mungu kuna namna ambavyo ukiambiwa yanaweza yakawa, kuna hali fulani unapitia ambayo akili ya kibinadamu inakataa, lakini unapoambiwa neno la Mungu unakuwa unaona kama haiwezekani. Lakini neno la Mungu linapokuwa linatoka huwa linakuja na njia ya kufanya hilo jambo liwezekane. Sisi tumeelewana? Mfano mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Abrahamu. Abrahamu alikuwa ni mtu mmojawapo ambaye alikuwa hana mtoto kwa muda mrefu sana. Abrahamu alikuwa hana mtoto, amekaa miaka mingi pasipo kupata mtoto, miaka mingi sana hana mtoto yani. Akafika mpaka miaka 90. Siku moja malaika wakaenda katika nyumba yao. Walipofika kwenye ile nyumba, kuna habari wakamwambia Bwana Abrahamu, mwakani majira kama haya, hebu sema amen, mwakani majira kama haya utapata mtoto. Jambo la kwanza Abrahamu mwenyewe mpaka akawaza miaka 90. Hivi unajua alikuwa na miaka 90 yani, na mke wake umri ni mkubwa kiasi kwamba hana uwezo wa siku zake zimekoma. Hebu sema amen. Siku zake zimefanya nini? Zimekoma. Yani hana uwezo wa kupata mtoto. Ukiona mwanamke anakwambia hivi, nimeingia katika mzunguko wa siku. Anapoingia kwenye mzunguko wa siku, kama akikutana na mtu ana uwezo wa kupata mtoto, mpaka awe anaingia kwenye huo mzunguko. Akiwa hana uwezo wa kuingia kwenye huo mzunguko, hawezi kupata mtoto, kwa sababu hakuna yai. Wale mliosoma, yai linaiva, likiiva linaanza likipata yai jingine ndio linatengeneza mtu. Hebu sema amen. Likipata virutubisho vingine ndio linatengeneza mtu. Likikosa linaharibika. Likiharibika ndio ile damu inatoka. Sasa ina maana, hebu sema amen, ina maana Sara alikuwa haingii, uwezekano wa kupata mtoto ulikuwa ni mgumu sana. Veleviana hata tungemwambia pekenyua kwenye madaftari yako, inawezekana. Hata hapo akikwambia, anakwambia baba, hilo haliwezekani. Ila mbele za Mungu, mbele za mfalme Yesu, mbele za Mungu aliyemuumba mpaka huyo daktari, mbele za Mungu aliyekuumba na wewe, mbele za Mungu aliyewaumba matajiri, mbele za Mungu aliyeweka hewa oksijeni, mbele za Mungu aliyeumba miti, yote kwake yanawezekana. Hebu sema amen. Yote kwake yanafanya nini? Yanawezekana. Usiangalie hali unayopitia, usiangalie mateso unayopitia, yote yanawezekana kwake yeye anayeamini. Unamwamini Bwana, inawezekana. Kama unamwamini Bwana, inawezekana. Mwambie mwenzio inawezekana. Sijui unaelewa, mwambie tena, mwambie inawezekana kabisa. Mwingine anawaza, Bwana baba, mimi kweli inawezekana, lakini baba mimi hapa ninapoongea mimi ninaumwa. Baba inawezekana, lakini hapa ninapoongea baba nina miaka 31 na bado sijapata hata mchumba, na bado sina hata yani hata mtoto mwenyewe sina. Nikwambie, Mungu njia zake akiamua kumbariki mtu au kumpa kitu, wanadamu huwa hatuna uwezo wa kujaji. Watu wanaweza wakajaji, lakini sio Mungu ambaye unayemjua. Mungu huwa anaangalia wa kumbariki, na akimbariki huwa hakosei. Na ndio maana Mungu anapotutazama ni tofauti na sisi tunapotazama. Mwanangu, natazamwa na Bwana. Hilo tatizo unalo
Yesu. Hebu sema amen. Ataliondoa upesi. Hebu sema upesi. Hebu sema upesi. Hebu sema amen. Sisi umeelewa? Wanaweza watu wakasema umekwama. Hebu sema nimekwama. Watu dalili zote wanaweza kusema umekwama, lakini Mungu akasema, Bwana sasa nampaka mafuta mtu mmoja anaitwa Daudi ili atumike kwenye kusudi. Hebu sema amen. Ili atumike kwenye nini? Kusudi. Aje kwa mfalme, anampaka mafuta. Mungu anampaka mafuta na mfalme yupo. Niwaambieni kitu kimoja, hebu sema amen. Ukiona mtu anainuliwa kanisani, anaenda anapanda kwa kasi, viwango vya kimungu vinaonekana, ujue amepakwa mafuta na aliyepakwa yupo. Hujanielewa? Ukiona kuna mwimbaji anaimba sana alafu na ana kiwango, alafu Mungu anampaka mwingine, kuna kitu. Si unaelewa? Mungu huwa anachagua na aliyechaguliwa yupo. Usimeelewa? Yaani ukiona Mungu anachagua na aliyechaguliwa yupo, kuna sababu. Mungu akampaka Daudi mafuta awe nani? Awe mfalme, na mfalme yupo. Amen. Si tunaelewana? Mungu anaamua akupe ndoa na ndoa inamilikiwa mahali. Ina maana hakuna unachokipata ambacho hakimilikiwi. Unataka hela, kuna mtu anaimiliki. Unataka ndoa, kuna mtu anaimiliki. Unataka tumbo la uzazi, kuna mtu anatumia tumbo la uzazi. Mambo yanawezekanaje? Wewe uone wafumu. Anakwambia ninampa mtu mtoto, anamtolea wapi? Yeye amezaliwa na baba na mama, watoto anawatolea wapi? Ina maana ana access ya kuiba matumbo, ana access za kuiba nyota. Na ndio maana kaa mbele za Bwana. Hebu sema amen. Hata kama unapita kwenye magumu, nataka nikwambie hatima yako haijakwama. Hebu sema amen. Narudia tena, hatima yako mwanangu, wewe unanisikiliza, wewe haijakwama. Hata kama watu waseme amekwama, mwanangu, hata kama watu wakuone umetumbukia tayari kwenye shimo la magonjwa, nasema Mungu yupo atakayekufanya kwenye shimo, hautazama, utapita juu ya shimo. Watu wanaweza wakasema Bwana amekwama, sawa sawa na Yesu. Kipindi ni mdogo amezaliwa, walikuwa kuna uwezekano wa kubuua Yesu huyu. Baadaye wanasema wanamchukua Yesu, wanataka wamtupe katika shimo ile, wanataka wamtupe katika shimo wakiamini tukimtumbukiza Yesu basi ishu yake itakuwa imeisha. Mwanangu, hata watu waseme umedondoka, bado tumaini lipo mwanangu, chapa mwendo. Tumaini lipo, chapa mwendo. Unalindwa na nguvu za Mungu. Wote wasiolindwa na nguvu za Mungu walishakufa. Sisi tunaelewana? Ili mradi unaishi, kuna watu wakikusimulia hapa story mpaka unashangaa. Anakwambia mimi mama unaoniona hapa, nikutana na kaka mmoja akanidanganya, akanipa ujauzito, watoto 3 na ameniacha, na baba nimekata tamaa. Nataka nikwambie dada uliopa hapa, hatima yako iko pale pale, ingawa ilichengeshwa, iko pale pale, hata kama watu hawaioni, iko pale pale, hata kama binadamu wote hawaioni, iko pale pale, kwa jina la Yesu. Yaani unatakiwa hii iwe ni kelele yako kwenye ulimwengu wa roho. Hata kama nina watoto 3, sina ndoa, hatima yangu iko pale pale. Hata kama sina fedha, nimekwama kwenye mashimo, nimepoteza miaka mingi, nimelima, nimepoteza, ila hatima yangu iko pale pale. Hebu sema amen. Na hao ndio Mungu anaowataka kwenye nchi ya Tanzania. Na hao ndio Mungu anaowataka ndani ya Ulaya. Na hao Mungu anaowatafuta. Mwanangu, natafuta uanze safari. Hebu sema amen. Hebu sema kwa jina la Yesu, hatua zangu mimi zimeimarishwa na Bwana. Hebu sema zimeimarishwa na Bwana. Mwambie mwenzio hutaki kukata tamaa. Mwambie hutaki kukata tamaa. Kukata tamaa. Mungu, kama kuna jambo mimi na uhakika nalo, ni habari ya kutembea na Mungu. Mimi hanichengeshi mtu. Sio, tunaelewana? Hanichengeshi mtu. Mimi kipindi naanza safari ya wokovu tulikuwa wengi, tukapukutika, tukabaki mpaka leo tuko wawili tulioanza safari ya muda mrefu yenye miaka 15. Tuko
tuko mimi na mchungaji wa Nyamilangano. Hapa nyuma kuna watu wengine walidondoka, lakini mimi bado nilimtumaini Bwana, na mwanangu mtumaini Bwana vile vile. Sikiliza, mtumaini Bwana vile vile. Watakuchengesha sana. Angalia, hebu sema amen. Ukisema leo wana wa Israeli wanatoka kwa Farao wanaenda kwenye nchi ya ahadi, ukipanda ndege, hebu sema ndege. Kwa ndege wanasema unatumia masaa 2 au 3. Wanasema kuna usafiri mwingine unatumia hata masaa 7. Yaani kiuhalisia sio mbali. Kwa mfano leo Richard akisema leo akalale Kenya, kama ana hela Kenya anaingia. Ila wana wa Israeli wameambiwa waende kwenye nchi ya ahadi, iko pale karibu, ila wakaamua kupita njia ya mbali, kwa sababu ndani yake kiburi, ndani yake kutokuamini, ndani yake manunguniko. Mwanangu, njia ya mbali inaamriwa na manunguniko yako. Usijinungunikie na usijihurumie kwenye habari ya kumtumikia Mungu. Kuna mwingine mimi najionea huruma, Jumatatu nilikuwepo, Jumatano nilikuwepo, najionea huruma. Kuna muda mwingine tupumzishe miili yetu. Tupumzishe, tunywe juice na chai mara moja, tutumie biskuti, tupumzishe miili yetu na sisi miili yetu inenepe kidogo. Mambo ya rohoni. Hivi unajua anayecheka leo atalia kesho? Unajua hilo? Unajua anayecheka leo analia kesho? Na anayelia leo. Kwa hiyo kuna muda unafunga na kuomba, kuna muda unapambana. Kuna watu mko hapa waga mnafunga, alafu mnakutana na mashambulizi ya hatari. Unashangaa siku hiyo Mama Eliza, unaamka asubuhi, unatoka ndani uchovu wa hatari, mara unasikia kama kitu mshale, alafu baadaye unasema ngoja niendelee mbele hivyo hivyo. Unaamka unasonga mbele na moyoni mwako unawaza, unakaa unasema jamani, Mungu, mbona Mungu umeniacha? Mbona mimi nashambuliwa? Mbona wachawi wengi? Wachawi wakikuangalia wanakuona wewe ni wa ajabu kweli, kwa sababu kombola walilokuandalia akipigwaga mtu hoga haamki. Si unaelewa? Yaani wenzio walikaa 3, 4, 5 wakamwaga sadaka, wakamwaga kila kitu, wakamwaga, wakasema huyu hatoboi, akipigwa mshale huu wala mwingine. Unashangaa wanaandaa kabisa, wanakaa wanasema lazima tutengeneze mauti hapa, lazima huyu mtu afe. Unapigwa kombola moja, unashangaa mpaka mwili unatikisika. Afu baadaye unasimama unaenda na unasema jamani, hata uoni hata maana, lakini ina maana sana. Inawafanya wawaze una nini wewe. Wanafanya uwaze umepitaje hapo. Wanaanza kukaa wanawaza, watabadilisha vihenge na vihenge wa kujadili, lakini hawataweza. Usimlaumu Bwana. Mwambie mwenzio mimi simlaumu Bwana. Mwambie mimi simlaumu Bwana. Kama alifufuka na mambo yangu yamefanya nini? Yamefufuka. Kama alifufuka, hivi unajua kuna mitume wengine walizikwa hawakufufuka. Kuna dini zipo mtume wao hakufufuka. Sisi tunaelewana? Mtume aligoma. Kama mbabe angefufuka aone. Siku anakata moto, anawaambia jamani, mniombe maana ninakoenda sikujui. Mtume anakupeleka asilo kujua, na wewe umekazana yeye mwenyewe hajui anakoenda. Mtume akaanzisha, hajui anakoenda. Yesu anajitapa, anasema Bwana, nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi, mfuateni tu. Bwana, wanangu ndugu zangu Richard Mateo nani mama menge, naenda kuandalia makao, nitarudi. Hivi unajua tunamsubiri. Wengine hapa kalagabao na wenyewe wanamsubiri huyo. Ukiwasikia wanasema Nabii Isa atakuja. Isa ndio huyo ambaye anaitwa nani? Yesu. Usibabaishwe na tu maneno. Kuna mwingine anaweza akaja hapa, umeshapigwa vimaneno fulani hivi. Kuna wenzangu mmoja umeshapigwa vimaneno, akamwambia bwana, kwa nini naabudu Jumapili?
Jumapili kwenye Biblia ni siku ambayo kwenye Biblia kabisa imetenda miujiza mingi. Sisi tunaelewa. Iko hivi. After all, Mungu wetu sisi huwa habagui sehemu ya kumuitia. Mimi siku moja nilivaa kidude kile kinaitwa cha hapa. Sio kinakijua cheupe. Nilivaa. Nikapita sehemu akaniita. Jo, chinjie kuku. Kasema, huyu mama ameshinda kukamata kuku kabisa. Kumbe wanachinja. Nikafika pale kwenye kuku wakanipa. Waliponipa kumbe kuku natakiwa uigeuzie mahali. Iangalie mahali. Alafu nilipoangalia nikaanza nikageuka. Nikaona anasema sasa usigeuzia kwa huko. Nikasema asante Yesu, kumbe ndio huko. Nikasema sasa ili niichinje ninatakiwa niwe nasema lugha yao. Mungu wao anasikia mpaka ugeuke mahali. Ina maana sikio moja ni zito, halisikii. Ila Jehova unamuita hata ukiwa kitandani. Hivi unamjua Jehova, unaweza ukasema akishuka huwa anashuka bila utaratibu. Akishuka huwa anaondoa nguvu za giza. Akishuka huwa anaponya watu. Akishuka huwa anabariki watu. Akishuka anabadilisha maisha ya watu. Mwingine akikwambia unasema mwambie Mungu wetu anasikia Jumatatu, anasikia Jumanne, anasikia Jumatano, anasikia Alhamisi, anasikia Jumamosi, anasikia Jumapili. Hapo akimaliza mwambie nipe habari za Mungu wako asiyesikia Jumatatu. Atakwambia kama Yesu anavyosema, Bwana iheshimuni siku fulani, iheshimuni na msifanye kazi. Mpe andiko la Yesu. Akasema, je, kuna mtu punda wake ikiwa siku ya Sabato hata umfungua? Sisi tunaelewa. Hebu sema amen. Mungu wetu anatenda kazi muda wote. Hebu sema amen. Yesu alimponya mtu siku ya nini? Ambaye haitaki kufanya nini? Wakaenda kumhoji anayetuandalia makao. Wanamwambia kwa nini? Wakuhoji wapo. Wataosema kwa nini unaolewa? Kwa nini unafanikiwa? Wewe cha kufanya, wewe mwambie mimi ninamtumikia Mungu ninayemjua. Kwa habari ya imani sitaki kujadili, mimi namtumikia Mungu ninayemjua. Mungu akutambulishe mbele za watu mwanangu. Nasema tena, Mungu akutambulishe mbele za watu kwa jina la Yesu. Mungu akufanye kuwa mkuu mbele za watu kwa jina la Yesu. Mungu akuepushe na mauti za kichawi kwa jina la Yesu. Wewe unayesikia sauti hii hautakufa kabla ya siku zako kwa jina la Yesu. Utawashuhudia yale mambo Mungu aliyokusudia juu yako kwa jina la Yesu. Utapata mema ya nchi kwa jina la Yesu. Na Pasaka hii Mungu afanyike Pasaka kwenye maisha yako. Na kwenye Pasaka hii Mungu afufue maisha yako. Na kwenye Pasaka hii Mungu abadilishe maisha yako. Afufue kizazi chako. Aondoe uvimbe na kichawi. Akuponye maumivu ya kichwa. Arejeshe nyota yako. Akupe baraka ya afya. Akupe baraka ya watoto kwa jina la Yesu. Haleluya. Mwambie mwenzio, hii ni Pasaka yangu Bwana. Mwambie hii ni Pasaka yangu. Ili hata nikiwa nakula wachai wananuna. Wanasema anakulaje? Kwa sababu naishi. Hebu sema amen. Leo hata kama huna hela, hebu sema amen. Hata kama huna nini? Hela. Kalangiza tu mpaka wachai wajue kuna nini hapa. Huna hela bachela. Chukua kitunguu. Chukua nani vya 500. Pia vile viliechwa. Ukiona anachungulia ndo mwenyewe. Tunyimane raha kwa sababu gani? Mungu ametuleta kwenye hii dunia. Tunyimane raha kisa nini? Tunyimane raha kisa nini? Unapamba, piga pamba. Mama meza unachukua kiti, unakaa nje, unaweka na kinywaji chako cha jambo cha 500. Ndani hamna nyama ya kuku, lakini soda imetulia pale. Mtu akipita anauliza nini hicho kinachoendelea? Habari
salama. Umemkaje? Salama kabisa. Jirani, salama jirani. Mambo yanaendaje? Shwari kabisa, kama Yesu anavyoishi, kama ambavyo amefufuka, kama ambavyo anaenda, kama ambavyo ukishachukua unachukua maji, kunywa taratibu kisiishe. Mwambie mwenzio kunywa taratibu bwana. Ili kisifanya nini? Kisiishe. Salamu nyingi sana, mdomo usipauke. Habari salama. Kwema, kwema mama. Naendeleaje? Salama. Kaidi hata kama simu ni ya mkopo imejizima, bonyeza tu. Hapa ni hapa panasema watu credit imejifunga. Bonyeza tu. Wanasema nini? Hebu sema amen. Naomba tumalizie andiko hili. Fungua kitabu cha Warumi sura ya 5 na mstari wa 8. Ndio Pasaka, ndio Pasaka ilivyo. Hebu sema amen. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Warumi sura ya 8. Sura ya 5 mstari wa 8. Warumi sura ya 5 na mstari wa 8. Raba kapanta shentete. Tumalizie hapa. Tumalizie. Nandaraba shindili. Fungua tena na Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 55. Wakorinto wangapi? Wakorinto sura ya 15 na mstari wa ngapi? 55. Jambo la inasema, kuwapi mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti na uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sikiliza, anasema kuwapi mauti. Mauti na maana ni roho. Sikiliza, mauti ni nini? Hebu sema mauti ni roho. Huyu mtu ambaye anauliza kuwapi mauti kushinda kwako? Wapi mauti na uchungu wako? Anasema uchungu wa mauti ni dhambi. Uchungu wa mauti ni nini? Dhambi. Alafu anasema na nguvu ya dhambi ni torati. Alafu baadaye anasema lakini ashukuriwe Mungu atupaye kushinda. Kushinda nini? Roho ya nini? Mauti. Kwa sababu gani? Kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani leo tunaposherehekea wachawi ni wanakasirika kwa sababu gani? Wanaowatuwazia tufe kwa nini hatufi? Ni kwa sababu ya Yesu. Siku kama hii alishinda mauti, na Mtume Paulo anasema ashukuriwe Bwana Mungu wa mbinguni aliyetupa kushinda nini? Mauti. Hii ina maana ikupe maximum ya kwamba ukimtumikia Mungu hapa duniani, na kama una Yesu, na kama umeokoka na unafuata sheria za Mungu, mauti hii mbali na wewe, isiyopangwa na wanadamu. Hebu sema amen. Yaani mwanadamu anayekuwazia mabaya, kama unamwamini Kristo, hauondoki mpaka kwa mpango wa Mungu pekee. Hili ni kuzimu na taharuki. Najiuliza, yaani kwa nini tunamwandalia huyu ajali? Kwa nini? Ndio tukio kama hili Yesu akasema nitafufuka baada ya siku ngapi? Anajisemea mwenyewe kwamba mimi nitafufuka. Leo hii asubuhi alfajiri kwenye Biblia inasema wamama, hebu sema wamama kadhaa wakatoka mahali ambapo kwenye maficho, wakaenda mpaka mahali ambapo pana kaburi la Yesu Kristo. Wakati wanaenda ili waangalie kwamba Yesu alikuwa ametoa ahadi ya kwamba atafanya nini? Atafufuka. Lakini kabla hajafufuka
wanaangalia. Unajua Yesu alikuwa ni mtu mzima, alikuwa na miaka 33. Hebu sema 33. 30 ngapi? Na 3. Kachapwa viboko, kapigwa, kabebeshwa msalaba, akawekwa mpaka pale juu kwenye msalaba. Alafu amekaa pale kwenye msalaba, pembeni yake kuna wengine na wenyewe wameangikwa kwenye msalaba. Mwingine ni mwizi, mwingine akaingiwa na imani, na mwingine akaingiwa na kejeli. Akasema ikiwa wewe ndio mwana wa Mungu jiokoe. Mwingine akamuomba, Bwana tuwe pamoja leo. Yesu akasema umenikuta kwenye muda mzuri sana. Akamwambia hakika, jamani, sio kesho, hakika lini? Leo tutakuwa pamoja. Wapi? Mbona mwambie mzee, mtume wako anaweza akafanya hivi kabisa. Yeye akamwambia, Bwana wewe mwizi, umetubu leo. Umetubu leo. Wewe wa upande huu, wewe leo tutakuwa pamoja. Alafu ameandikwa kwenye msalaba. Kesho asubuhi watu wanakuja ili wahakikishe aliyekuwa ameangikwa kwenye msalaba amekufa. Inabidi jambo la kwanza, kama hajafa wamwekee jeraha ili damu idondoke. Wakawa ukisoma Biblia ukifuatia historia vizuri, utakuja kugundua ule mkuki aliyeuchomwa ulikuwa ni kuangalia huyu aliyekuwa amewekwa juu ni kweli amefariki au hajafariki. Kwa hiyo alipochomwa ikatoka damu na maji peke yake na damu peke yake. Na maana mtu aliyekufa, damu na maji huwa vina kawaida ya kufanya nini? Kujitenga. Eti kujaribu tukuchoma vilivyoruka, wenyewe wanajaribu, lakini hiyo ndo damu inayomlinda dada hapa leo. Yaani kuchoma tu pa. Kwa hiyo unaweza kusema natumia damu iliyomwagika kwa kuchoma mkuki na wasambaratisha adui. Na Biblia inasema wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Wanaokuwazia mabaya wape muda. Wanaokucheka wanatembea mguu wape muda. Wanaokucheka nyumba yako haiishi wape muda. Wanaokucheka haufanikii wape muda. Wanaokucheka mgonjwa wape muda. Hebu sema amen. Ameangikwa msalabani, kesho yake akachukuliwa apelekwe mahali pa kuhifadhiwa. Kumbe huwa tunapelekwa mahali mpaka pa kuhifadhiwa. Akawekwa, malaika akasema asubuhi na mapema afike atimize kusudi ambalo limeandikwa. Alipofika, walinzi kwa kumtazama wakawa kama wafu. Hebu sema wafu. Yaani pale sasa ukipima wamekufa, ila ni malaika tu wameshuka. Hebu sema amen. Malaika wamefanya nini? Wameshuka. Na pamekuwa kama watu wamekufa. Hapo aliposhuka, ameshuka baada ya muda. Wale wakawa kama wamekufa. Baadaye ndo hao wengine wanakuja kupunguza. Ndo hao wengine baadaye wanakuja. Walipokuja kuja kumwangalia Yesu, wanakuta alishafanya nini? Alishafufuka. Na watu wakaambia, mnamtafuta mwana wa Adamu, kwani hakuwaambia? Kawaida sema. Amen. Waambie mimi nitafanikiwa. Mimi nitafanya nini? Ili ukifanikiwa wakija kuuliza utawaambia, kwani sikuwaambia? Kwani sikusema? Si alisema atafufuka baada ya siku 3. Jamaa ameshasepa yani. Hayupo. Jamaa amefufuka. Wale watu walipokuja pale, wale wamama waliposikia habari za kufufuka kwake Kristo, wakatoka mbio waende wawajuze wanafunzi wa Yesu, wawaambie, jamaa, Bwana wetu amefufuka. Ndio sifa ya mama. Hebu sema amen. Kupeleka nini? Habari njema. Shetani amegeuza ni kupeleka umbea. Shetani alipogeuza sifa ya mwanamke ni kupeleka habari na mwanamke, niwaambieni ule ukweli. Hawa kina Hema hao wote wanaume hao tunajitutumwaga. Tukisema sisi tukae hapa tuabudu, nguvu ya Mungu haishuki kabisa. Tumpe Hema. Hapo furaha anadakwa na moto. Ndo ananena hapa.
Richard naye hapa amejana roho. Roho zishamuka. Anataja haya. Lakini tukiwa tunaabudu kuna kadada tu kapo hapa pembeni. Unaweza kuwa umekaa nako. Hakana hela. Hakajasuka hata siku hii hakana hela ya kusuka. Ila nguvu za Mungu zikishuka unakakuta kanalia. Ile nguvu ikidaka tu inasambanda, unashangaa wanaume wanapigwa ganzi, unakuta wamepigwa ganzi. Kwa sababu kuna mwanamke akikaa upande wa Mungu chuma hatari. Hivi unajua ni hatari. Akikaa mwanamke akianza kuombea ibada shandara basoto shata. Ikapara baba shata la baba. Ninaipeleka ibada hii mbele za Bwana. Ninaomba Bwana watu waguswe. Mungu anaangalia. Baadaye mwanamke anaona haitosheki. Anaamua anasema Mungu anasema wako wapi wanawake wanaoomboleza? Anapiga magoti analia anamwambia Mungu angalia hiki. Mungu anaangalia anachungulia, akishachungulia anashuka. Na shetani na yeye anao. Waliobeba habari njema ndio hao unaokuta wanaleta watu wapi? Kanisani. Twende kaombewe. Huyo amebeba habari. Twende kaombewe. Twende kanisani kaombewe. Twende utapona. Twende muamini Mungu. Twende fanya hivi. Twende muamini Mungu. Wewe unayefanya hivyo, Mungu anakuangalia kwa jicho la tofauti sana. Na ndio maana mtu anayefanya hivyo kudondoka huwa ni ngumu. Hata kama atapita kwenye magumu, Mungu anafungua njia. Hebu sema amen. Mungu huwa anafungua njia, anakubariki. Na sasa kwa upande wa shetani ndio tumebebelea. Kwa umbea. Pigwa tukiwa hapa moja uone. Mbona Luda siku ya sherehe yake yamesambaa. Hebu sema amen. Huyo ndo unapoteza sifa. Wanawake kazi yao ni kwenda kubisha kwenye milango ya watu na kuambia watu pendeni mbele za Bwana. Mwanaume ni ngumu, na ndio maana mwanaume hapa, kila mwanaume ana historia yake. Kumwambia uliokokaje, yani mimi sijui tu, kwa hiyo hata yani sielewi. Lakini akiokoka anakaa mbele za Mungu kuliko unavyowaza, na ni kwa muda mrefu. Ila mwanamke akiokoka anakaa kwa muda mrefu na ni mwepesi kuondoka. Ila mwanaume, ukimwona mwanaume anatangatanga makanisa, muite malaya wa kiroho kabisa. Hebu sema amen. Leo Church of God, leo muulize hivi, mbona hao hawajaki kwetu? Kwani sisi mashetani? Mbona tunawaalika? Mimi nilialika kwaya wanangu, nilialika kwaya fulani mahali. Wakaniambia hivi, tutakuja na vyombo vyetu, ila tu tunaomba wana wasafu hapo wasiguse chochote. Nikamwambia kalale. Yaani waabudishe wao, wasimamie ibada ya wao, alafu neno la Mungu linakuja linasomwa na sisi, likimalizwa wanabeba vyombo vyao vinaenda. Hebu waza, hebu sema amen. Hebu waza hivyo. Na picha ya watu ndo picha ya mchungaji. Mchungaji kuna namna akiwaongoza watu waende. Ukiona kondoo wananyosha wanaenda hivi, ni mchungaji huwa anawachunga hao kondoo kupita hiyo njia. Ndo picha halisi. Mimi nikushauri mwanangu, mpende kila mtumishi wa Mungu yoyote. Hata anayekusema vibaya, hata anayenisema vibaya, wewe mpende, mheshimu, muombe, na ikiwezekana Mungu ni mwema kama ambavyo anavyotupenda yeye tukiwa na makosa, na wewe fanya vile vile. Mpende mtu hata akiwa na makosa, msalimie mtu hata akiwa na makosa, cheka naye hata kama akiwa na makosa. Wapendeni watu wote. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Hawa wanawake wakapeleka habari njema, wakasema Yesu amefufuka. Hebu sema Yesu amefufuka. Leo kama leo ndo wanasema leo Yesu amefanya nini? Amefufuka. Kuna wengine wakina Tomaso wakasema aise, sisi hatuamini. Hatuamini mpaka tuone mikono ya Yesu. Mpaka Yesu mwenyewe anakuja anamwambia, angalieni mikono yangu na viganja vyangu, kwamba ndo mimi mwenyewe. Alafu baadaye anawapa maelekezo, anawaambia msiondoke ile eneo mpaka pale mtakapopokea ile nini? Nguvu
Kuna wengine wakachoka, wakatawanyika. Waliopokea nguvu ndo hawa ambao wana ujazo wa Roho Mtakatifu. Sijui tunaelewana? Hebu sema haya maneno, hebu sema Bwana Yesu, leo ni siku ya kumbukumbu ya kufufuka kwako. Roho Mtakatifu, kufufuka kwako kulikuwa kwa maana sana, hasa kwenye maisha yangu, Yawezekana kuna matatizo mengi ambayo nimeyapitia, tabu nyingi ambazo nimezipitia, ila leo ninapokumbuka siku ya kufufuka kwako, mimi leo ninaamini ya kwamba, hebu sema naamini ya kwamba leo na mimi maisha yangu yanafufuka kwa upya. Hebu sema yanafufuka kwa upya kwa damu ya Yesu. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Na ewe roho ya mauti, kama ambavyo imeandikwa, lakini Mungu ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu, kama ambavyo kufufuka kwa Kristo kulishinda mauti, na mimi leo ninavaa mamlaka, ninashinda mauti iliyotumwa kwenye familia, iliyotumwa kwenye ndoa. Ninashinda mauti kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maisha yangu mimi yafufuke kwa upya. Hebu sema fufuka kwa upya. Hebu sema fufuka kwa upya. Kazi yangu mimi fufuka kwa upya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kuanzia sasa hivi ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba maisha yangu mimi yamefufuka kwa upya, na ninatangaza, ewe roho ya mauti, haupaswi kugusa ndoa yangu, kazi yangu, chochote kile. Sawasawa na Yesu alivyofufuka, ndivyo ambavyo maisha yangu mimi yamefufuka kwa damu ya Yesu. Na chochote kile kilichokufa kwenye maisha yangu leo na kiamuru kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Sawasawa na Yesu ambavyo alifufuka, kile kilichokufa fufuka kuanzia leo. Ndoa yangu fufuka, mapato yangu fufuka, mashamba yangu fufuka, afya yangu rejea kwa damu ya Yesu. Hebu sema 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 ninatangaza kuanzia leo hii. Hebu sema kuanzia leo hii ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho, sitakufa bali nitaishi. Hebu sema bali nitaishi. Hebu sema bali nitaishi kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Nimezuia vyote, nimefunga vyote kwa jina la Yesu. Roho za ajali nimefunga zote, matatizo ya kichawi nimefunga yote kwa mamlaka jina la Yesu. Natangaza kwenye ulimwengu wa roho, ewe kuzimu uliyemeza mali, Biblia inasema amemeza mali naye atazitapika. Aliyemeza mali yangu, aliyemeza utashi wangu, aliyemeza akili yangu, na muamuru tapika kwa jina la Yesu. Hebu sema na muamuru tapika kwa jina la Yesu. Hebu sema na muamuru tapika kwa jina la Yesu. Achia nyota yangu, achia nistawi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hebu achilia moto hapo. Shatata, unaweza kusimama juu. Sheketekepa kapashende baba shama kapara mando masheketekepa shatakapa. Hebu achilia moto, omba kwa nguvu. Shate leba katentekepa. Ninaachia moto ya moto, ninaachia ndimi zenye moto, ninaachia mafuta. Shama kapara mando masheketeke. Amemeza mali naye atazitapika. Naamuru maisha yangu yafufuke kwa upya, maisha yaliyokuwa yamezikwa yaamke kwa upya kwa mamlaka jina la Yesu. Shandana baba.
na mashandara makapa ramanda na makapara baba inna na mashandara makapa ramanda na makapara baba na yangu ile ndoa iliyokuwa imekufa kwa muda mrefu ifufuke kwa upya kwa jina la Yesu. Ramashatakapa ramanda na makapa inna na mashandara makapa ile biashara ifufuke rimakapashete ramanda na makapa reketelebeshata ramanda na makapa rakapashete ramanda na mashandara makapa ile imani iliyokuwa imekufa ifufuke kwa upya ndani yangu. Ramashatakapa ramanda na makapa ile hofu ya Mungu iliyokuwa imepotea kwa muda mrefu ifufuke kwa upya ndani yangu. Ramashatakapa ramanda na makapa shanda na makapa shauku ya kumpenda Mungu ifufuke kwa upya ndani yangu. Ramashanda na makapa rakatarababa shanda na mekepi ramanda na makapa imakapashete inderebe na makapa tumaini la muda mrefu iliyokuwa limekufa ifufuke kwa upya ndani yangu. Ramashanda na makapa maisha yangu ifufuke kwa upya ndani yangu katika jina la Yesu. Ramashanda na makapa ramanda na makapa natangaza katika ulimwengu wa roho ndoa yangu itafufuka. Ramashanda na makapa imanda na makapa biashara yangu itafufuka. Rimakapasite sheteketerere imanda na makapa uliyekipanga ramakapa kwa muda mrefu na kuteketeza kwa moto na kupa habari zako imefufuka kwa upya. Ramashatakapa imani yangu imefufuka. Ramanda na makapa sheteketerere imeshatakapa ramanda na makapa imanda na mashate ile mipango yako haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Nasema haitafanikiwa, nasema haitafanikiwa, nasema haitafanikiwa, nasema haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Imakapasite shaka na makapa ramanda na masate shaka na makapa imefufuka na Kristo. Ramashate shaka na makapa ile mashate ile makapasite shaka na makapa imeshatakapa rakapasite shika nimeteterene ramanda na makapa ramashate yale mabaya niyapala kwa muda mrefu nasema yatafanikiwa, nasema yatafanikiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rikapasite sheteketerere ikubikaparaba ramanda na makapa na watangaza ya Mungu rimashatakapa ikubikaparaba nimekuwa mtu mpya, nimeinuka kwa upya, nimefufuka kwa upya, naongozwa na Bwana, naenda kwa upya. Ramakapa tangaza katika ulimwengu wa roho, tangaza katika ulimwengu wa roho. Ramashanda na makapa kwa maana nimefufuka na Kristo. Ramakapa shekete uumbe kwa sasa natangaza katika ulimwengu wa roho, nasema nimefufuka kwa upya. Ramashanda na makapa biashara yangu imefufuka kwa upya. Reketeshapa sheka na makapa ramanda na makapa sheketerere indumisha na makapa rekete na makapa reketesha na makapa ramanda na makapa yenda na mashekete ramanda na makapa na mwagia moto 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 rakapa sheka na makapa nakimbia kwa nguvu za hatari, nakimbia kwa nguvu za ajabu, nakimbia kwa nguvu za ajabu, nakimbia kwa nguvu za ajabu. Nasema ni msimu mpya, nasema ni wakati mpya, nasema ni wakati mpya. Ramashatakapa Yesu amefufuka ndani yangu kwa upya. Shatakapa ramashate imanda na makapa katakoposhete ramanda na makapa shanda na makapa wachawi sikia, waganga sikia, mashetani sikia, mapepo sikia,
Yendo manakapa. Shekeke perele. Yendo shekekapa. Yendo na makaparaba. Na achilia moto. Na achilia moto. Na achilia moto. Ramakapa. Shekeke na makapa. Yendo shekeke na makapa. Rata kaparaba. Yendo na mashekeke na makapa. Mafangaza katika Mungu wa roho. Wewe adui. Wewe adui. Uliyepanga mabaya. Wewe nakuteketeza. Na kupasha chia. Na kupasha chia. Na kupasha chia. Na kupasha chia. Achia wewe. Achia watoto wao. Achia biashara hiyo. Achia huduma hiyo. Achia watu wote. Achia kwa jina la Yesu. Achia watoto wao. Achia watoto wao. Makapasa te. Shenda na makapa. Leke tereme. Shinda na makaparaba. Makaparaba te. Rindu shenda na makapa. Rindu shekapa. Rindu teshapa. Rindu na mashaka. Randa na makapa. Leke tereme sheka. Rindu shenda na makapa. Nasema utabarikiwa. Achia kwa jina la Yesu. Achia watu wote. Achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa makapa. Hebu naomba sema maneno haya. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa hivi kila kilichokuwa kimekufa ndani yangu, kilichokuwa akiendi kwa namna yoyote, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila uchawi uliolaza chochote kwenye maisha yangu, kuanzia leo hii ninaachilia mwendo wa moto. Ninaachilia mwendo wa moto sawasawa na kufufuka kwake Kristo. Vyangu vyote vimefufuka kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Kila uchawi ninauagiza kwenye Pasaka hii hautafanikiwa. Hebu sema kila uchawi kwa mamlaka niliyopewa na Mungu, ninasema kuanzia leo hautafanikiwa kwa mamlaka jina la Yesu. Yesu alipofufuka, maisha yangu mimi yamefufuka. Uhai wangu mimi umefichwa ndani ya Kristo. Anayetafuta kujua hata niona. Nilikufa pamoja na Kristo, nikafufuka pamoja na Kristo, na uhai wangu mimi umefichwa ndani ya Kristo. Hebu sema umefichwa ndani ya Kristo kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kwa mamlaka ya damu ya Yesu leo ninatangaza umefichwa ndani ya Kristo. Hebu sema umefichwa ndani ya Kristo. Umefichwa ndani ya Kristo. Mabaya hayatanipata, balaa hazitanipata, mateso hayatanipata, mikosi haitanipata kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hebu sema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hebu sema mimi ni mshindi kwa damu ya Yesu. Hebu mpigie Yesu makofi kusema mimi ni mshindi kwa damu ya Yesu. Ongeza makofi kusema wewe ni mshindi kwa damu ya Yesu. Ongeza tena ukisema mimi ni mshindi kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Wewe hautakufa. Hebu sema amen. Na hakuna madai kuanzia mabaya mtu na yakakupata kwa jina la Yesu. Hata kama umefika siku ya kwanza, ndio leo ndio mara ya kwanza kufika kwenye nyumba hii, kama Yesu alivyosema, hakika leo nitakuwa pamoja na wewe. Wapi? Ndivyo ambavyo hakika wewe ambaye umekuja leo kwa mara ya kwanza ni mwana wa Mungu aliye hai, utalindwa na Mungu pekee kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Sasa ukiwa umesimama, naomba usimame. Ukiwa umesimama, kuna maandiko kadhaa ambayo nataka tuyasome. Yesu anasema, andiko la kwanza naomba tulipate kwenye kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 26 hadi 28. Ninasema hivi: walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi. Hebu sema wanafunzi. Na Biblia inasema enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Anasema akawapa wanafunzi wake, akisema twaeni mle, huu ndio mwili wangu
akakitwaa kikombe, akamshukuru Mungu akisema, kunyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Luka 22 mstari wa 19 na mstari wa 20 inasema, akatoa mkate akashukuru Yesu, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu. Akachukua damu, akachukua divai, akainyanyua, akasema, akaomba, akamshukuru Mungu. Alipomshukuru Mungu akawapa, akasema, hii ndio damu. Hebu sema damu. Kwa nini amechukua kinywaji alafu akasema damu? Watu wanafunzi mpaka walianza kupata na mashaka mojawapo walioyapata, wakasema, je, Yesu kuna namna ipi ambayo kama ameanza kama kuchanganyikiwa? Ukisoma Biblia utakuja kuona Biblia inasema Petro kuna mitume wengine wakaanza kurudi nyuma. Ina maana walitiliwa mashaka kwamba, je, huyu Yesu ambaye tumemfuata anayetuambia tusiue, mbona sasa ameongea sentensi ambayo tutatumia kinywaji kama damu yake? Biblia inasema walianza kurudi nyuma. Kurudi nyuma ni dalili ya kutokumuelewa, na ndio maana kuna mtu kwa hapa, mchawi anaweza akachukua maji au akachukua chakula akakinuiza, akasema, ewe chakula ule utasa, akikupa ukila. Ndio maana shangaa matatizo mengi yanaanza na vyakula. Yesu alipochukua damu akasema, hii ndio damu yangu, akakichukua kikombe, akakibariki, akasema, kunyweni. Na baadaye akachukua mkate tena, akaumega, akala, akasema hivi, huu ndio mwili wangu. Alafu kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:23 hadi 25 inasema, Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitoa mkate, akasema, huu ndio mwili wangu. Akawaambia, wanangu ambao mko hapa, hebu sema amen. Akasema, fanyeni hivi, mfanye hivi iwaje? Kwa kuwa ni ukumbusho wangu. Na vivyo vivyo akatwaa kikombe. Baadaye anasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 53 mpaka 56 inasema, Yesu alisema, usipokula mwili wangu, yaani mkate unaopewa pamoja na divai, ya kwamba anasema msipoula mwili wangu, maana mwana wa Adamu kunywa damu yake, hamna uzima wa milele ndani yenu. Yaani anasema usipotumia damu yangu na mkate wangu, yeye anasema ni ukumbusho, lakini baadaye anasema hautakuwa na uzima ndani yenu. Hebu sema amen. Kushiriki meza ya Bwana ni jambo la muhimu sana, na umuhimu wake usiuweke katika masiasa, kwa sababu unapotumia meza ya Bwana, unaposhiriki meza ya Bwana, anasema atakayekula atakuwa na uzima wa milele. Hebu sema uzima wa milele. Ina maana kinachouishwa ndani ni roho yako, kinachouishwa ndani ni mtu wako wa ndani. Na ndio maana huu mkate tutakautumia hapo sio mkate wa kushiba. Hebu sema amen. Mwingine anawaza labda tutapata mkate na juisi nyingine 2 3 maandazi makubwa. Tutapotumia meza ya Bwana tunashiriki, yani tunatumia damu ya Yesu ambayo Yesu aliposema ikawa ni damu yake, na damu yake ni uzima. Kwa hiyo unapotumia damu ya Yesu leo, utakapotumia meza ya Bwana, kuna mambo kadhaa yatatokea kwako. Jambo la kwanza, wengine huwa wanapona magonjwa, hasa vimbe za kichawi. Hebu sema amen. Wale watu wanaolishwa vyakula vya kichawi, unapotumia meza ya Bwana, unaposhiriki meza ya Bwana kwa ukamilifu, Mungu anaweza kuondoa takataka zote. Lakini sasa kuna vigezo vya kushiriki meza ya Bwana. Jambo la kwanza, uwe umeokoka. Uwe umefanya nini? Umeokoka. Na umesema mimi umeokoka. Ukamwambia, ukatubu dhambi zako, na baada ya kutubu ukamwambia Mungu nisamehe, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ile unapotubu unapata sifa ya kwanza ya kushiriki meza ya Bwana. Hebu sema amen. Kuna mambo mengi, dini zinatofautiana. Kila mtu mwingine kuna namna ambavyo mwingine anaweza kusema kushiriki meza ya Bwana mpaka uwe umeolewa. Meza ya Bwana unashiriki ukiwa umeokoka peke yake. Hebu sema amen. Lakini jambo la pili, haturuhusu kushiriki meza ya Bwana mpaka watu wote tuingie kwenye maombi ya toba.
Amen. Watu wote lazima tuingie kwenye maombi ya nini? Ya toba. Hii ni meza ya nani? Ya Bwana. Na kama kuna mtu hujaokoka, nyosha mkono juu. Hujaokoka. Hujaokoka. Amen. Tumpigie makofi mzee wetu. Ongeza makofi makubwa sana. Mungu akubariki. Kama mzee wetu, tusogee hapo mbele. Mzee Hamisi, naomba mkidishe maneno. Okay. Sogea hapo mbele mzee, karibu. Mzee Hamisi akuelekeze maneno ya kusema. Kuna mwingine hajaokoka? Kama hujaokoka sogea. Hapo. Mzee. Shika mzee. Kama kuna mtu hajaokoka sogea, Mzee Hamisi atawaokokesha wote. Usiogope. Hujawahi kuokoka. Kuokoka ni ile kusema nampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu binafsi. Karibu. Kama kuna mtu hujaokoka sogea, usiogope. Tumpigie makofi dada hapa. Ongeza makofi. Na kuna mwingine ulishaokokaga ila ulisharudi nyuma kitambo. Unatembea tu. Yaani nilishaokoka lakini pigia Yesu makofi. Asante sana, Mungu akubariki sana. Sogea. Tumpigie makofi dada anapokuja. Kuna mwingine unasikia tu moyoni mwangu, mimi kama sijaokoka. Sogea mbele. Hata wewe pia. Moyo wako unakushuhudia tu, mimi kwa nilivyo kama sijaokoka. Sogea, usiogope. Hii ni nyumba ya Mungu ya watu wote. Hii ni nyumba ya Mungu ya watu wote. Naomba Mzee Hamisi atawaongoza sala ya toba na atawaombea ulinzi wa kimungu. Baada ya hapa ataongoza maombi ya kuomba toba kanisa lote mbele za Mungu. Amen. Majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi, basi tutaenda kuomba toba kwa ajili ya Yesu, maana Yesu ndiye anayetusamehe dhambi zetu. Kwa hiyo jiweke tayari kwenye moyo wako, ukiwe kabisa kwamba ulikwisha kumkosea Yesu katika maisha yako. Kwa hiyo unapoyasema haya maneno, uyaseme kwa kujutia kwamba umemkosea Mungu, na leo hii umekuja mbele zake kwamba ili aweze kukusamehe. Amina. Kwa hiyo ninyi ndugu zangu ambao mmepita mbele hapa, inatakiwa kwamba mtubu mbele za Bwana mkijua kwamba mlimkosea Mungu. Kwa hiyo nyosha mkono wako juu hivi mmoja. Utayasema maneno ambayo itakuongoza. Utasema kwamba Bwana Yesu, naja mbele zako nikiwa nimekukosea. Leo nimeamua kutoka moyoni kuja mbele zako ili niweze kuzitubu dhambi zangu zote ambazo nimekukosea. Bwana Yesu, ukanihurumie. Bwana Yesu, naja mbele zako, ninakuomba Bwana unisamehe dhambi zangu zote ambazo nimezitenda kwa kujua au kwa kutokujua. Ninakuomba Bwana ukanisamehe siku hii ya leo. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu na ukaandike katika kitabu cha uzima. Ninakuomba Bwana ukanitakase kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Nyoshe Bwana, maana mimi sina wema wowote wa kuweza kuzishinda dhambi, lakini naitazama damu yako iliyomwagika msalabani kwa ajili ya udhaifu wangu. Nisamehe Bwana dhambi zangu zote, unioshe, nitakase Bwana dhambi zangu zote. Kuanzia leo Bwana, nimeamua kukubali kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Siku zote nitakufuata wewe, katika jina la Yesu. Na kila mmoja aseme amen. Basi tumshangilie Bwana kwa makofi mengi na vigelegele.
Kwa hiyo ndugu zangu, naona tayari nimekwisha kumwamini Mungu. Kwa hiyo kila mmoja sasa ajitahidi, maana unapotubu mbele za Bwana, kwa hiyo unatakiwa sasa, tayari Mungu amekwisha kukubali, unaweza kufanya lolote na Bwana atakutendea. Kwa hiyo kwa kuwa umekwisha kuwa mwana wa Mungu, basi hivi sasa uko tayari kumtumikia Mungu na uko tayari kufanya lolote kwa Bwana na yeye atakusikia. Amen. Basi ndugu zangu, turudi tukakae katika sehemu zetu. Changie Bwana kwa makofi mengi na vigeregere. Makofi mzee Hamisi kwa pamoja. Naomba utasema haya maneno. Hebu sema, Bwana Yesu, asante kwa nafasi nyingine. Leo umenipa neema, na leo kama ambavyo umesema tufanye hivi kama ukumbusho. Roho Mtakatifu, maombi yangu, afya yangu, uzima wangu, kama ni ukumbusho leo, naomba Bwana Yesu unikumbuke, uniponye, unipe nafasi nyingine, uniuishe tena kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, wakati leo tunakukumbuka na umesema tufanye hivi, na umesema tufanye hivi kama ukumbusho, na umesema Bwana ili tuwe na uzima. Ninaomba uzima, afya, mema, baraka viwe juu yangu. Roho Mtakatifu, ninakuamini, ninasema asante kwa sababu leo ninaposhiriki meza ya Bwana, magonjwa yananiachia, nuksi zinaniachia, mikosi inaniachia, balaa zinaniachia, mateso yananiachia, kila aina ya laana inaniachia. Asante Bwana, tembea pamoja nami, gusa maisha yangu kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Naomba wana wa protocol tusogee hapa mbele, watakuwa wawili. Utakuja utachukua mkate pamoja na kinywaji, utaondoka nacho. Tutaanza hapa mbele, unakuja unachukua, unaenda kukaa hapo. Njoo chukue, unakuja unachukua. Wana wasta chukue, unaanza chukua, unachukua kimoja kwa mstari. Tuplay mziki, unaenda sehemu yako, usile mbele huku, tuchukue kwa pamoja. Nachukua kimoja, tuanze haraka.
asichukue. Ukiwa umeshika mkate pamoja na divai. Sasa kuna mambo ambayo nataka nimalizie kwa kusema. Yesu kipindi amenyanyua mkate juu, ulikuwa ni mkate, na alipoumega akamshukuru Mungu, akawapa, akawaambia, huu ndio mwili wangu. Na wakati anawapatia, mwanzoni ulikuwa ni mkate na baadaye ukaja kuwa mwili. Kama ambavyo Bwana umesema tukumbuke, kama ambavyo Bwana umesema tukumbuke kwa namna hii, nasi Bwana tunafanya sawasawa na neno lako. Neno la Mungu linasema Bwana Yesu alitoa mkate, akashukuru, akasema, Baba, nami nimenyanyua mkate, nyanyua mkate wako mbele zako. Mkate tu, nyanyua mkate mbele za Mungu. Nami Bwana nimenyanyua mkate mbele zako. Na huu mkate, kama ambavyo maagizo yako yanasema, tukukumbuke kwa namna hii, iwe ukumbusho. Na umesema Bwana, tutakapokuwa tukiutumia tutakuwa na uzima wa milele. Baba, tunashiriki meza hii ya Bwana sawasawa na maneno yako. Nasi Bwana tumenyanyua juu. Nasi Bwana tunaomba na tunakushukuru kwa sababu leo tunashiriki meza ya Bwana. Bwana ukasema, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ajili ya kunikumbuka. Nasi Bwana tumefanya hivyo. Huu ni mwili wako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nami nawaongoza wana wa Mungu kwa pamoja. Pokeeni mkate huu ule kwa imani, tukikumbuka kuwa ni mwili wa Kristo ulioteswa kwa ajili yetu. Naye alifufuka, naye alifufuka. Unaweza ukatumia mkate peke yake ukaweka ndani ya kinywa chako. Biblia inasema vivyo hivyo alitoa mkate na kikombe, akasema, hiki kikombe cha agano jipya katika damu yangu iliyomwagika kwa ajili yenu. Pokeeni kikombe hiki, nami nawaamuru majeshi ya ufufuo na uzima. Pokeeni kikombe hiki, tunywe kwa imani, tukikumbuka damu ya Yesu iliyotakasa dhambi juu yetu. Unaweza ukatumia pamoja na damu ya Yesu kwa pamoja. Bwana, asante kwa sababu tumeshiriki meza hii ya Bwana, na Roho Mtakatifu, utukufu wako uzidi kuonekana juu yetu.
Mponye huyu mama kama ambavyo tumekukumbuka. Kumbuka maisha ya huyu mtu, kumbuka uchumi wa huyu mtu, na baraka kubwa zikawe juu yako mwanangu ulioshiriki meza hii ya Bwana, na afya na mema ya kujie katika jina la Yesu Kristo. Pasaka yako imebarikiwa kwa damu ya Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Mungu akubariki sana 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 sana. Tunaomba chukua nafasi yako ukae, watu wa vyombo watapita kuvikusanya. Mungu akubariki sana sana. Naomba nimkaribishe Maria Maganga, anataka mshukuru Mungu kwa kumtolea. Karibu Maria. Maria Maganga, tumpigie makofi Maria wakati anakuja. Amen. Maria anataka kumshukuru Mungu kwa kumtolea. Maria Maganga anataka kumshukuru Mungu kwa kumtolea. Vijana tumsaidie mama pale. Kama kuna kijana hapo msaidie. Tumpige makofi. Mungu akubariki sana sana. Mama, ungeongea kwa sauti. Naomba vijana hebu tuchukulie ukumbusho ya mkoba. Majeshi mimi namshukuru Mungu kwa kuniponya magonjwa yote yaliyomo mwilini humu. Nimeteseka mno kuanzia sijui mwaka gani nimesahau, ila ni miaka 5. Naumwa kidonda mdomoni. Yaani nimekuja kwenye kanisa hili nilikuwa hali mbaya sana. Watu walikuwemo na wakati nakuja ni washahidi. Yaani jicho lilikuwa kubwa na mdomo na hapa limevimba, lakini Mungu amenisaidia, ameniponya. Namshukuru Mungu. Kidonda mdomoni. Yaani nilikuwa natafuna maparage, baadaye kikachubuka kwenye gego la mwisho, ikaanza na hii kianza kidonda. Kikawa kikubwa kabisa. Hospitali nimepita, kwenye waganga nimepita, lakini sikufanikiwa. Nikaja hapa wakaniambia kwamba nenda kwenye uzima, kwenye kuona uzima. Nitaenda kuona, na kweli nimepona. Yaani kwa silali miaka 5. Naanza kuuma kama vile tu kidonda cha kawaida. Kiponi. Alikuja anaumwa kidonda kama anavyosema. Ilisababisha kidogo tu kikachimba sehemu ndani, kikachimba kwa ikatengeneza kidonda kisichopona ndani ya ulimi. Kwa hiyo alikuwa hana uwezo wa kulala, lakini anamshukuru Mungu tangu amefika kwenye hii madhabahu na ameombewa, na kiuhalisia amekuwa mwaminifu kwenye madhabahu ya Mungu. Amen. Na Mungu amemsaidia mpaka sasa hivi anaendelea vizuri, amepona. Hebu sema amen. Hili jambo ni jambo kubwa sana mbele za Mungu. Unaweza kuona kama ni jambo dogo, lakini Mungu anapendezwa na watu ambao baada ya kufanyiwa huwa wanarudi na kupaza sauti na kusema, jamani, Bwana amenifanyia. Hebu sema amen. Na Mungu azidi kumfanyia na kuzidi. Naomba nyosha mkono wako huku mbele tumuombe. Baba, katika jina la Yesu, Maria Maganga, kama ambavyo Mungu amekulinda na amekuwa mwaminifu, na kanisa hili linatamka ulinzi juu yako. Umeamua kumjengea nyumba Mungu, ili watu wako Mungu wakae bila kupigwa na jua, bila kunyeshewa. Kama ambavyo amekuwa mwaminifu, Mungu uzidi kuimarisha afya yake kwa mamlaka ya damu ya Yesu.
imarisha afya yake, apande viwango mpaka viwango. Maumivu uliyoyaondoa zidi kuyaondoa, mbariki arudi katika hali yake ya zamani, imarisha hatua zake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakubariki Maria na baraka hii na sadaka hii, kama ambavyo Kornelio sadaka zake na maombi yake zikafika juu mbinguni, zikafanyika kwa ukumbusho. Namuomba Mungu sadaka hii ifanyike kwa ukumbusho juu ya afya yako, kama Mungu aishivyo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Piga Yesu makofi makubwa sana. Piga tena makofi makubwa sana mbele za Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Makofi sana na watu. Mungu akubariki sana sana. Majeshi. Mungu akubariki sana sana. Amen. Piga makofi makubwa. Mungu akukuze na kukuongeza kwa jina la Yesu. Amemshuhudia Mungu na amefanya jambo la kumheshimisha Mungu. Amen. Naomba nimalizie. Baada ya hapo nitamkaribisha mtu wa matangazo. Naomba sasa utege sikio lako vizuri, unisikilize vizuri. Nikumbusha mama alipoleta bati. Naomba sasa niangalie mimi. Kama unacheza na watoto, acha niangalie mimi. Kama una mtoto anasumbua, mweke pembeni, kwa sababu nataka kuongea vitu. Ibada yetu imeishia hapa. Nataka tu nitoe maelekezo machache mafupi ili twende nyumbani tukaandae pilau. Nashangaa sijapata mwaliko wa mama wa moto, sijajua kuna shida gani. Akati tuna kondoo tumemhifadhi mahali. Kondoo ndo alitakiwa achinjwe. Naomba niseme, mama alipoleta bati, nisikilize, alipoleta bati amenikumbusha. Wakati ameleta bati, wangapi wanatamani sana tujenge nyumba ya Mungu? Sana, si ndio hivyo? Sana. Watu wengi wanatamani tujenge nyumba ya Mungu ikae kwa usawa. Tujenge ili jengo letu kubwa, si ndio hivyo? Au haka kubwa, si ndio hivyo? Kuna mambo ambayo kama baba huwa anafuatilia. Amen. Mama alipoleta bati, nimeona vyema niseme. Kuna mtu anaweza kawa anawaza hivi, baba, mbona hatujengi? Na hilo ndio swali kubwa eti. Mbona baba hatujengi sisi? Tumekwama wapi? Mbona hatuendi? Mbona hatujengi kama wengine makanisa yao makubwa, makasedro? Ukiingia kanisani unakutana na vyombo. Ukiingia kanisani unakutana na spika. Ukiingia kanisani unakutana na vyombo vikubwa. Mpaka kuna muda mwingine ukiwa unapita mpaka vinatamanisha, si ndio hivyo? Lakini tu kulingana na Roho Mtakatifu unasema ngoja niende kwenye nyumba ya Mungu. Jambo la kwanza, kujenga tutajenga. Amen. Kujenga tutafanya nini? Ila kama baba, na kipindi kimoja baba aliniuliza, baba yetu, msingi uliouweka unaweza ukagharimu shingapi kujenga nyumba, jengo la nyumba ya Mungu ikaisha? Nikamwambia sina makadirio maalum sana, lakini mpaka nimshirikishe fundi. Nikamtumia picha fundi, kila kitu, akaja. Alivyokuja hapa akafanya sijui kinaitwa nini, tathmini. Hebu sema tathmini. Alipofika liliangalia jengo, akaniambia, mchungaji, hili jengo ni kubwa sana kuliko vile mnavyowaza. Ni kubwa sana. Jambo la kwanza, ili jengo lenu lisipate madhara ya kudondoka njiani au lisipate changamoto ya kukwama njiani na kuleta madhara, na liwe lenye ubora. Lakini pesa ninayokutajia sio kwamba ni maximum, itakamilika hiyo. Andaa almost milioni 15 na mbele yake andaa milioni 2. Kwa hiyo jumla hii milioni 2 ni kama balance. Andaa milioni 17. 17 kwa nini? Jengo letu kwenda juu hivi
hivi linakula bati tatu, yani ikitoka tatu, umeelewa? Likitoka na huku linakula tatu, bati moja ina shilingi 20,000. Akaniambia na mbao mtakazotumia hamtatumia mbao za 3,500, mtatumia zile mbao nene kwa sababu ya uimara wa nini wa jengo. Akanitolea mfano mmoja. Kuna jengo moja ukipita mnadani pale unaliona lile la jaji, lile godown kubwa lile. Godown lile ukubwa wake na urefu wake ni sawa sawa na sisi. Sijui umeelewa? Ukiliangalia ndani yake lilipigwa mbao za kawaida, mnaliona kama lina bendi. Kwa hiyo baada ya muda itakuja libadilishwe. Kwa hiyo kila kitu unachokiona kwenye nyumba ya Mungu, hakuna mtu ambaye hataki nyumba ya Mungu ijengwe. Amen. Milioni 17. Milioni 17. Furaha atatoa shilingi ngapi? 100,000. 100,000? Hapana. Na ndio maana mimi ni mtu ambaye napambana. Ukiniona mara nyingi sipo, ujue napambana. Tukawaza jambo moja, tutengeneze mkutano mmoja mkubwa sana, ambao mkutano huu utaongozwa na askofu wa jimbo la Mwanza, Askofu Samson Gwajima. Amen. Utaongozwa na yeye. Ukifika hapa, tutaalika wachungaji wengi ambao watatupush. Jambo la kwanza, nimesimamisha ujenzi hapa. Hatuwezi kuweka tofali pale, kiwanja hatujamaliza kulipa. Huwezi kujenga sehemu ambayo hujafanya nini, hujailipia. Wanangu, punguzeni pressure. Kanisa lina miaka 4. Makanisa unayoona yamejengwa yana miaka 10. Sikwambii kwamba tunafika miaka 10. Hata hapa tulipo ni hatua. Nakwambia ukweli, hata hapa tulipo ni nini? Ni hatua. Utakataa, lakini mpaka hapa tulipo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Hebu sema amen. Kwa hiyo kujenga, tutajenga. Tunasubiria msimu wa kiangazi uingie. Ukiingia, mimi kama baba niliamua kutengeneza timu ya vijana wangu waaminifu, ambao nikamwambia wanangu, nataka tulipie kiwanja. Wakaniambia, baba, tutapambana chini kwa chini mpaka tunakilipia. Kwa hiyo unavyoona vitu haviendi hapa mbele, usizanie na chini haviendi. Amen. Chini vinaenda, maendeleo ni mazuri. Mpaka sasa wananithibitishia, wananiambia, baba, kufikia tarehe 3 ya mwezi wa 5 tuna complete kiwanja. Vijana wa kanisani humu ambao wenyewe wanasukuma gurudumu kichini. Tukiliweka hadharani, vita ni nyingi, maneno ni mengi, kukwamishana ni kwingi. Kuna mtu mwingine anawaza, jamani, mbona mimi baba ninaongoza makanisa mawili. Naongoza kanisa la namba 1 na la hapa. Na kuna mtu mwingine anaweza akawaza, baba, mbona haipendi huduma? Wanangu, mimi hii huduma naipenda. Na ndio maana mpaka hapa ilipofikia ni mkono wa Mungu pekee. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Kwa hiyo nadhani tutakapokuwa tumemaliza huku nyuma mchakato wote, tutakuja tulete hapa mbele za watu, tuwaambie tumefikia wapi, na ikiwezekana siku hiyo ni siku ya kulipia kiwanja cha nyumba hii. Hapo ndipo tunatoa go away ya mambo mengine yaendelee. Huwezi kujenga kwenye nyumba ya kupanga. Huwezi ukanyanyua jengo kwenye nyumba ya nini? Ya kupanga. Punguza pressure. Mimi mwenyewe baba sipendi kuhubiria spika ndogo. Tunapenda tupate vyombo vikubwa. Ila ukiangalia vyombo vikubwa vinaenda, ukiangalia zile mixers zinazokuja hapa unazotaka kina Masanilo, kuinunua iwe complete, lile libezi limoja linaenda milioni 2, 3. Spika moja inaenda 600,000. Spika pili inaenda kwa milioni 1 na 200,000. Ukichukua na bezi milioni 5. Hujachukua generator, hujasuka umeme, gharama ni nyingi sana. Ukisema tukamilishe vitu vyote kwa pamoja, basi tupatie milioni 25. Tuweke kila kitu hapa. Wenzetu huwa wanatumia mbinu hii. Msiwaze pale FPCT wanachanga. Wenzetu huwa wanachukua hela, wakishachukua hela wanamwalika mbunge, wanazikopa mahali, wakishazikopa mbunge wanamzugazuga, wakishamzuga hela zinarudishwa. Waliotokea wanaelewa. Sio kwamba wamejenga wao. Sisi tulimwalika hakuja, nikamkamata.
Nimwambie haya mama Mengi anakutaka kanisani. Nimwambie mama Mengi anakutaka. No. Hebu sema amen. Nikuhakikishie tutajenga, na jambo hili baba analifahamu, askofu wa jimbo la Kahama, na jambo hili askofu Gwajima analifahamu, askofu wetu mkuu. Nikuhakikishie nyumba hii itajengwa vile vile tulivyoianza. Hebu sema amen. Achana na maneno ya watu. Hili neno lilo uloambiwa na mtumishi wa Mungu ndio neno. Hayo mengine yatakayotoka baada ya hapa ni maneno. Sikiliza, focus. Jambo lingine la mwisho, usiharibu mtu mwingine. Neno hili, nyumba hii ya Mungu ni ya watu wote. Mimi mwenyewe nitaiacha, hata wewe mwenyewe utaiacha. Watakuja wajukuu zetu kusali, na nyumba hii ni kwa ajili ya manufaa ya mji huu wa nini? Wa Uloa. Kwa hiyo kama ni manufaa kwa ajili ya mji wa Uloa, usizuie kazi ya Mungu. Sisi hatujaja kwa ajili ya kuja na kuondoka, tumekuja kwa ajili ya kukaa maisha yote tuwasaidie watu wafunguliwe. Hebu sema amen. Mungu akubariki sana. Tumpigie Yesu makofi. Wakati mtu wa matangazo anakuja, na kesho tutakutana, na Jumanne tutakuwa tuna retreat na viongozi wote. Mungu awabariki. Karibu sana. Majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi. Tusikilize matangazo. Tangazo la kwanza ni usafi kuanzia siku ya kesho. Watakaofanya usafi ni ministry ya Mount Sinai. Kwa hiyo ministry ya Mount Sinai tutakuwa na usafi kuanzia kesho. Tangazo la pili, Bwana Yesu asifiwe. Tangazo la pili, tangazo ambalo Jumapili nilitangaza mahali hapa kuhusu mchango. Tulitangaziana kwamba kila mtoto wa mahali hapa atoe shilingi 2,000, na wengine waliahidi. Naomba kama umekuja nayo unaweza ukaiwakilisha moja kwa moja, maana huu mchango sio kwamba mchango ulikomea Jumapili au utakomea leo. Haleluya! Huu ni mchango wetu, ni mchango endelevu, kwa sababu kama nilivyosema hiyo siku, ni mchango kwa ajili ya nyumba anapoishi baba yetu. Haleluya! Naomba tu nielewe. Nafikiri huu mchango sio kwamba tunauanza sisi. Makanisa yote wanafanya hivyo wakati bado hatujajenga nyumba. Kuna wenzetu waliofanikiwa kuwajengea watumishi wa Mungu nyumba, na maana watakuwa wameshaepuka na mchango wa mara kwa mara. Wenzetu wanafanya mchango wa kila mwezi. Sisi mahali hapa tumeamua tuwe tunatoa mara moja baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo kila mtoto wa mahali hapa unayejijua kwamba ni mtoto wa mahali hapa, unatakiwa utoe shilingi 2,000 baada ya miezi tena mitatu. Tumekuwa na mchango huu wa mwezi huu wa 4. Tunatoa mwezi wa 4, zinapita tena miezi mitatu, tena tunatoa 2,000 kila mmoja. Jamani, itatuumiza? Tunaumia. Kwa hiyo 2,000 hiyo ukishaitoa, ni wewe sasa utabalansije muda wako, kwamba kwa kuwa nimetoa hii mwezi wa 4 2,000, kwa hiyo hapa katikati labda mwezi wa 5 au wa 6 nitoe tena 2,000 kwa ajili ya kulinda hizo tarehe zikipita hizi miezi. Maana tunatoa 2,000 miezi mitatu, kuliko kila mwezi unatoa labda buku, inakuwa ni usumbufu. Je, naeleweka?
Kwa hiyo ambaye bado hajatoa na hakuwepo, aidha aliahidi akawa hajatoa, kwa hiyo ule mchango ninaweza nikatumia lugha kwangu mimi, ninaweza nikaiona ni nzuri, labda kwako kwamba mchango huu ni kama lazima. Haleluya! Au sura zimebadilika? Yani huu mchango ni kama lazima. Kila mtoto wa mahali hapo unayejijua, maana yake sio kwamba mpaka nitakusukuma kwamba na wewe ni mtoto wa hapa na wewe ni wa hapa. Wewe mwenyewe unajijua kwamba mimi ni wa pale, liwalo na liwe. Kwa hiyo 2000 jamani, sio ya kusukumana. Naomba kama umekuja nayo, naomba uiwakilishe. Majeshi, hata kama ukimaliza huu mchango navyosema, hizi siku zinazokuja kama umeipata kwamba mimi siwezi nikalimbikiza, unaweza ukamuona kiongozi kwamba mimi natoa hii hela kwa ajili ya mwezi ule unaofuata. Zile miezi mitatu nimesema zikipita, mimi nitakuwa nimeshamaliza kutoa moja kwa moja. Inaondoa usumbufu. Kama nimeeleweka jamani? Labda niishie hapo. Lakini kama sijaeleweka, unaweza ukanyosha mkono ukaniuliza swali. Hebu tumpigie makofi furaha. Mwezi ujao Mungu akubariki sana. Unamuona? Kwa hiyo huu ndio mwitikio. Huyu kijana ameshatoa ya mwezi wa 4. Kwa hiyo ameamua kutanguliza tena tukishamaliza miezi mitatu. Kwa hiyo wewe ambaye hujatoa hii awamu, mwezi unaokuja tumpigie makofi huyu mama. Barikiwa sana Janeti. Naye anasema anatoa kwa ajili ya mwezi ujao. Mimi naomba ambaye hujatoa mwezi huu, lazima mwezi huu. Barikiwa sana.
Ni muda ambao wewe labda ulichelewa kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka. Naomba tumtolee Mungu, na ambaye umechukua bahasha ya fungu la 10, unaweza ukasogea moja kwa moja. Kama hujachukua bahasha, finance yuko mahali hapa anagawa bahasha. Naomba ukamate sadaka yako mkono wa kuume, nami nitakwenda kuiombea hiyo sadaka. Baba Mungu, katika jina la Yesu, watoto wako waliokusanyika mahali hapa na wamekamata sadaka zao mkono wa kuume, Baba, ninaomba ukawabariki, ukawatakase. Walipoitoa Baba, naomba ukawazidishie, ukawape neema ya kukutambua, ukawape neema ya kukutolea tena hata siku nyingine. Baba, baraka zao zikaambatane na familia yao katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tumtolee Mungu sadaka. Wewe ambaye hukupata nafasi, wewe uliyeshika fungu la 10, unaweza ukapita moja kwa moja kwa ajili ya kumheshimu Mungu. Naomba tusogee ambao tumefungu la 10. Naomba fumba macho yako, takwenda kuomba kwa ajili ya fungu la 10. Mtakatifu, mtakatifu, uketie mahali palipoinuka. Baba, ninasema asante kwa sababu ya watoto wako ambao wametimiza maagizo yako, maana ulisema tukujaribu kwa njia hiyo, nawe Mungu utafungua milango na madirisha ya mbinguni. Baba, tazama watoto hawa wamekuheshimu, wamekuja mbele zako kwa ajili ya kutoa fungu la 10. Ni moja ya faida ambayo Mungu umewapa, ni moja ya sehemu ya mapato yao. Baba, na mimi nawaweka mikononi mwako, nikiamini Mungu utakwenda kuwafungulia madirisha ya mbinguni, utakwenda kufungua baraka, na mahali ambapo Mungu wametoa, wamekuwa waaminifu mbele zako. Na mimi kama mtumishi wako Mungu, ninaomba baraka zako zikawe pamoja na wao, ukawaongezee, ukawazidishie, ukawafungulie baraka, familia zao zikatakaswe kupitia jina la Yesu. Baraka zimeshakuwa kwa damu ya Yesu. Amina. Barikiwa sana, barikiwa, ubarikiwe, barikiwa, barikiwe, barikiwa sana, barikiwa. Haleluya. Majeshi, majeshi yako wapi majeshi?